mmekuwa mkiwafanyia watoto vitendo vya ukatili. Mmesema mtoto inabidi alindwe, lakini wengine hamwalindi watoto. Wengi mnawaadhibu watoto kupita kiasi, mnawapiga sana. Kabla sijahamishiwa Makete, nilikuwa pale Njombe mjini. Ilifikia hatua kuna mtoto wa miaka 12 alienda kuokoa nyama akaiba nyama. Yule mama alivyoona mtoto wake ameiba, akachukua pale viganja akaviweka kwenye moto, kwenye jiko. Hii mikono yako sitakufanya uibe. Yaani mtoto aliungua viganja vyote, na ni mama akumzaa, sio mama wa kumzaa. Na hapa kwa wingi wa watoto nikaanza kumwona mtoto mmoja baada ya mwingine yupo hapa anafanya ukatili. Siwezi kukosa hata wawili watatu. Maandiko yanasema msiwanyime watoto nini? Mapigo, lakini sasa sio kwa kuzidisha. Sio utakuwa na ukatili. Mchome mtoto wako viganja. Mwingine tena akamwagia mtoto wake, alichelewa kurudi, mtoto wa miaka 15. Akachemsha maji, nadhani alihisi yule binti alikuwa yupo kwa fulana. Akachemsha maji akamwagia sehemu zake za siri. Unaona hiyo? Chemsha maji akamwagia. Magia, baada hapo akamwambia wewe wako mwambie chochote. Mtoto sasa kama mkubwa doda kinazidi, mwisho wa siku hata kutembea ilikuwa shida. Nashukuru tuna wasili wetu. Peleleza kutuambia bwana kuna mtu alifanyia mtoto wake kitendo cha ukatili. Atarawe waenda kule tukamchukua yule mtoto. Yaani kidonda kimeshaanza kuchimbika kwenye sehemu yake ya siri. Kidonda kimechimbika. Kwaona ngoja tupeleke hospitali. Mpaka sasa hivi anaendelea vizuri. Lakini ukiangalia aliyefanya hicho kitendo ni mzazi kabisa. Huruma ya mama au huruma ya baba iko wapi? Hata kama mtoto kakosea, kwa kumwadhibu namna hiyo, jamani, huyo mtu hana roho ya Mungu. Watu unaweza kukuta ni muumini mzuri tu, anawataka kuonekana mbele za macho ya watu yeye ni mtakatifu. Akija kanisani anapotembea anasema huyo mwenzetu ni mtakatifu. Yesu akija leo, huyo ni mbinguni moja kwa moja. Na binadamu anajuaga kujibadilisha. Akiwa kanisani hata anatembea na peleka sadaka, anasema leo mzangu huyu mtakatifu. Akifika kwa mchungaji anapiga magoti, ndio mtumishi, ndio. Lakini nyumbani ni simba. Ni simba, watoto hawana manani. Naongea hivi kwa sababu mimi mwenyewe pia nasema kanisa haya ya Pentecoste na wengi wanalalamikiwa wanafanya vitendo vya ukatili ni hao mama au baba kwa kwenye makanisa. Mbele za macho ya watu wanataka kuonekana mtakatifu, mwema kweli kweli. Lakini kumbe nyumbani ni hatari. Ukishakuwa na ukali wa kupita kiasi, hata mtoto akifanywa ukatili atakuja kukwambia, sana kuogopa. Wanakwambia kama mzazi au mlezi unapaswa kutengeneza mazingira ya urafiki na mtoto. Hata wa baba wengi tumekuwa wakali. Yaani ukirudi kazini unafika nyumbani mtoto anakimbia chumbani. Anakuogopa, mtoto anakimbia. Lakini kwa yule baba mzuri ambaye anatengeneza mazingira ya urafiki na watoto, akiwa mbali mtoto wake akimwona anamkimbilia. Baba yule baba anakuja. Lakini watoto wakishakuona anakimbia. Wao unatengeneza mazingira ambayo sio rafiki. Huyo mtoto akibakwa njiani, akifanywa kitendo chochote kile cha ukatili, atakuja kukwambia. Na mtoto anaharibikiwa. Na sasa hivi yani sisi shetani gani anaingia kwa baba. Baba wengi unakuta anafanya vitendo vya ulawiti kwa watoto. Sijajua kwa huko, lakini kwa kweli Njombe ukimkamata mwambie kwa nini unalawiti. Unalawiti mtoto wa miaka 3, miaka 10, atakwambia bwana afande, mimi nilienda kwa mganga wa kienyeji, nilikuwa nataka utajiri.
nilikuwa natekeleza masharti ya mganga. Mganga akaniambia niende nikamlawiti mtoto wangu au mtoto wa dada au mtoto wa ndugu yangu yoyote au wa jirani, ili nipate nini? Utajiri. Sasa utajiri wa masharti kweli unadumu? Utajiri wa masharti unadumu au dumu? Mungu anasema kwenye maandiko, anasema nawapenda wale wanipendao, nao wanitafuta kwa bidii wataniona. Sasa nimesahau kidogo, akwambia atakupa mali ambayo ya kudumu, mali inayodumu. Kwa hiyo wanaume, tusiwe na tamaa za mali, kwa sababu hivyo ndizo sababu mojawapo zinazopelekea kufanya vitendo hivyo. Wewe sasa hata ukiwa na magorofa au miliki mabasi na nini, atakupeleka wapi? Huko unamlawiti mtoto wako. Kwa mzee mmoja na hivi alikuwa anamwingia mtoto wake kinyume na maumbile, ikafikia hatua ni mtoto akawa anamdharau mama yake. Mtoto anadharau mama yake, na baba akiondoka asubuhi hamwachie hela matumizi yake, anakaa chake katoto. Kwa katoto ndio anaweka bajeti zote. Kwa akaanza kujiona kama anangejeka hapo sana nani na mama yake. Nataka anampimpia mama yake, akamsalimia katoto kadogo. Unaona dunia inakwenda dunia inaharibika. Haja kumkamata anajivunia hizo hela zake za uchawi, anasema sitafungwa hela, mimi sifungwe. Nikasema wewe sasa tumeosha fungwa maisha. Amepata taarifa amefariki, kwa gerezani kule, kapata msongo wa mawazo, amekufa. Hivi yote hayo kwa sababu ya kumfanyia mtoto wake kitendo cha ukatili. Kwa hiyo mtoto ana haki ya kulindwa. Maana yake wanaposema unamlinda mtoto, lazima uepukane na vitendo vyote ambavyo vinahatarisha afya ya mtoto.